Naweza kusema kwamba hii hali imeanzia juzi tukiwa safarini, ambapo mida ya kula kuna wachezaji wawili walikuja wakiwa wana complain kuhusiana na tumbo kuuma, hali ya kusikia kama kutapika pamoja na kusikia mwili mzito mida ya kula, mida ya usiku. Basi kwa sababu ilikuwa mida ya usiku hivyo wanajisikia vibaya, tukaamua tuwapeleke hospitali. Huyu alikuwa ni Pasco pamoja na Kibeku. Tukawapeleka hospitali na kule tulifanya vile vipimo vya awali kuangalia kama kuna shida yoyote, na bahati nzuri au mbaya basi vipimo vikasema kwamba hakuna chochote wanachoumwa. Basi sisi tukawarudisha kambini, tukajua pengine itakuwa ni hali ya hewa tu ndo imesababisha mpaka wanajisikia hivi. Siku yake inayofuatia, kabla tujaenda kwenye mchezo wetu, hizi complain zikawa nyingi za watu kujisikia kama vile mwili ni mzito pamoja tumbo kuuma na kutapika. Kwetu tukawa tunahisi kwamba inaweza kuwa ni hali ya hewa au nini, lakini kwa sababu mida ilikuwa imeshaenda sana, ilikuwa ni vigumu kusema kama tutawapeleka hospitali na complain zilikuwa nyingi. So kwa haraka tulikuwa tunahisi pengine tulikuwa tu ni hali ya hewa. Basi tukafanya mchezo wetu, tukamaliza, hizi complaints zikawa zinaendelea. Sisi upande wetu wa medical tukawa hatuelewi kwa nini karibu 90% ya wachezaji wana complain kitu kimoja. Yaani wana complain kuuma tumbo, kuharisha pamoja na kujisikia mwili unakuwa mzito. Wengine wanajisikia hali ya kutaka kutapika. Kwa mfano, Yaya alitapika, Ngita alitapika. Wengine walikuwa wanajisikia kama hali ya kutapika lakini hawakutapika. Basi siku inayofuata yake ambayo ni jana, tukawa tumerudi. Wakati tumerudi hali ya Kibeku haikuwa nzuri. Ile hali imekuwa severe. Tukaona sasa hapa huyu tumkimbize hospitali kubwa ili aweze kufanywa vipimo kikubwa, na pia inaweza kutupa jibu letu kitu gani ambacho kinaendelea. Kwa hiyo sisi tukamchukua mchezaji usiku ule, tukampeleka hospitali. Baada ya kwenda hospitali akafanyiwa vipimo. Majibu yaliyotoka kwenye vipimo, mchezaji alikuwa kila kitu alifanya, waliangalia, lakini results zilionyesha kwamba hana shida yoyote, ila figo na ini ziko under stress. Kwa mfano kwenye figo creatinine zilikuwa zinaonyesha ziko juu zaidi ya kawaida. Hii inamaanisha kwamba ilisababisha uwezo wa figo kuweza kufanya kazi yake kwa 100%. Hii inaweza kusababishwa labda na kutumia dawa aina fulani, kwa mfano ibuprofen, diclofenac. Hata kutapika pia kunaweza kusababisha hiyo creatinine kuwa juu, lakini kwa huyu mchezaji bahati mbaya au nzuri hakutapika. Kwa hivyo akapewa matibabu na nashukuru Mungu mpaka sasa hivi anaendelea. Na baadhi ya wachezaji wengine ambao walikuwa hali yao sio nzuri tumewapa mapumziko, wapumzike leo, na wengine ambao hali yao nzuri wameendelea na mazoezi leo, na wale ambao hawajaja kwa mfano Faisal, Yaya, wote wanaendelea vizuri. Tunashukuru Mungu. Kwa hiyo natumai kesho watajiunga na timu, na sisi upande wetu wa medical tunaendelea kutoa matibabu na kuwaweka wachezaji wetu wakiwa katika utimamu mzuri.